Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jambo na karibu kwenye mukhtasari wa habari. Jina langu ni Ramla Abdi. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Felix Tshisekedi na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame walikutana nchini Qatar Jumanne hii kwa mazungumzo yao ya kwanza ya ana kwa ana tangu waasi wa M23 waanze mashambulizi mashariki mwa Kongo mwezi Januari. Taarifa ya pamoja ya serikali tatu ilisema. Mkutano huo uliosimamiwa na Amir wa Qatar unakuja siku moja baada ya kundi la M23 kujitoa kwenye mazungumzo mengine ya Angola, ikiwa tayari imeteka miji miwili mikubwa mashariki mwa Kongo. Tukiachana na hali, kwa Wizara ya Fedha imetetea uamuzi wake wa kugeukia mikopaji kutoka nje ili kufadhili mgao wa kaunti, ikitaja hitaji la kudumisha utoaji wa huduma katika vitengo vilivyogatuliwa. Akiwa mbele ya kamati ya fedha ya Seneti, waziri wa hazina John Mbadi alipuzilia mbali wasiwasi kuhusu kuongezeka kwa deni la umma, akisema kuwa ufadhili kutoka nje unasalia kuwa nyenzo muhimu katika kufanya kaunti zifanye kazi. Mbadi alifichua kuwa serikali ina madeni ambayo bado hayajalipwa ya malipo ya kaunti, ikijumuisha malipo ya miezi miwili ya Februari na Machi, pamoja na salio la ziada la shilingi bilioni 14.6 za Januari. Na mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro amekanusha madai kuwa alishawishi bajeti ya kitaifa kupendelea eneo bunge lake kupita kiasi, akisisitiza kuwa rekodi rasmi zinakanusha madai hayo. Akizungumza huku kukiwa na ongezeko la manunguniko ya kisiasa kuhusu usambazaji wa rasilimali, Nyoro ambaye pia alikuwa mwenyekiti wa kamati yenye nguvu ya bajeti na matumizi alishikilia kuwa hajawahi kubadilisha mgao wa bajeti kwa ajili ya Kiharu na kutoa changamoto kwa wakosoaji kuchanganua bajeti uliopita kwa lengo la kubaini ukweli wa mambo. Kwenye rubaa za kimataifa ni kwa Urusi na Ukraine zimeanzisha mashambulizi ya anga ambayo yaliharibu miundombinu ya kila mmoja wao, saa chache baada ya Rais Vladimir Putin kusema Urusi itaacha kuyalenga maeneo ya nishati ya Ukraine. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema malengo ya Urusi ni pamoja na hospitali na vifaa vya umeme. Alisema kiongozi huyo wa Urusi amekataa usitishaji vita kamili katika mazungumzo yake ya Jumanne na Rais wa Marekani Donald Trump. Mwisho wa mukhtasari wa habari, mpenzi msikilizaji, dakika zikiwa 6 zimetoweka baada ya saa 4. Bila shaka utaweza kupokea habari zaidi itimiapo saa 5 kamili, ikiwa ni kwa lugha ya Kimombo. Jina langu ni Ramla Abdi. Ramadhan Karim. Kwa habari zaidi na matukio, endelea kutegea Iqra FM 95.0 au tupate mtandaoni moja kwa moja kwenye tovuti ya www.iqrafm.com au www.iqrafm.webradiosite.com, tukuangazie yote yanayojiri. Iqra FM 95.0, idhaa iliyo tofauti.